Jambo na asubuhi njema na karibu tena katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info kwa tarehe 19 Juni mwaka 2026. Tunashukuru kwa kutupatia muda wako katika kipindi hiki muhimu ambacho tunakuletea muhtasari wa matukio makubwa yaliyojiri ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea habari mbalimbali zinazogusa maisha ya kila siku ya nchi, zikiwemo taarifa za usalama katika maeneo tofauti ya nchi, hali ya kisiasa inaendelea kujadiliwa katika ngazi mbalimbali pamoja na changamoto za kijamii na kiuchumi zinazoathiri jamii zetu. Pia tutagusia taarifa muhimu za afya, elimu na maendeleo ambazo zinaendelea kuathiri mustakabali wa taifa letu. Kivu News Info tumejitatiti kuhakikisha unapata habari sahihi za haraka na zenye kuaminika kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani na nje ya nchi. Lengo letu ni kukuweka karibu na ukweli wa matukio yanayotokea kwa wakati wake ili uweze kufahamu kinachoendelea katika mazingira yako na taifa kwa ujumla. Mimi ni Eloge Lulonga, basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 19 Juni za mwaka 2026. Na ni Kivu News Info, daraja la habari za ukweli na sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na muungano wa waasi wa M23 unaendelea kushika kasi baada ya mratibu wa kisiasa wa waasi wa M23 Corneille Nangaa kujibu kwa ukali matamishi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliyotolewa akiwa mjini Houston nchini Marekani. Corneille Nangaa akizungumza siku ya jana Alhamisi tarehe 18 Juni mjini Kinshasa mkoani katika mkoa Kivu Kaskazini, ambako alimshutumu Rais Tshisekedi kwa kile alichokita kauli zinazoweza kuzofisha juhudi za amani zinazoendelea chini ya usimamizi wa Qatar na Marekani. Kauli hizo za rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilitolewa pembezoni mwa mechi ya kwanza timu ya taifa ya Leopard dhidi ya Portugal katika kombe la dunia la mwaka 2026. Kwa mujibu wa kiongozi wao wa waasi wa M23 Corneille Nangaa, matamishi ya Rais Tshisekedi yanaonekana kama tangazo la vita wakati ambako mazungumzo ya kutafuta suluhisho la mgogoro mashariki mwa nchi bado yanaendelea. Corneille Nangaa alisema kuwa M23 ilishangazwa na kauli za rais alipozungumzia operesheni za kijeshi zinazoendelea pamoja na matarajio ya kurejeshwa kwa mji wa Goma na Bukavu chini ya mamlaka ya serikali. Kiongozi wao pia wa waasi wa M23 alisema kwa wakati ambako pande zote zinapaswa kuonesha nia kusonga mbele katika njia ya mazungumzo, matamshi yanayozungumza ushindi wa kijeshi yanaweza kuongeza mvutano na kupunguza imani kati ya mchakato wa amani. Aliongeza kwa kauli hizo zinatoa picha kwamba serikali ya Kinshasa bado inaweka mbele suluhisho la kijeshi badala ya mazungumzo ya kisiasa. Corneille Nangaa pia alieleza kwa matamshi yao yanaweza kuathiri juhudi za wapatanishi wa kimataifa na jaribu kuleta mabadiliko ya kudumu katika pande zinazohusika katika mgogoro mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wake, afisa M23 imepokea kwa uzito kauli hizo na itaendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya hali hiyo. Alionya kuwa harakati yake itajibu kile anachokiita vitisho vyovyote vya kijeshi vinavyoweza kutoka kwa upande wa serikali ya Kinshasa. Kwa leo inaonyesha jinsi hali ya kutokuaminiana kati ya pande hizo mbili yanaendelea kuwa kubwa licha ya juhudi mbalimbali za diplomasia zinazofanyika katika ngazi za kimataifa. Mabadilishano haya kati ya maneno kati ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mratibu wa waasi wa M23 Corneille Nangaa yanakuja wakati ambako juhudi za kadhaa za kutafuta amani zikiendelea. Miongoni mwa juhudi hizo ni makubaliano yaliyojadiliwa mjini Washington pamoja na mchakato wa Doha, yote yakilenga kusitisha mapigano na kufungua njia ya mazungumzo ya kudumu kati ya wahusika wa mgogoro huo. Hata hivyo, licha ya mikutano na makubaliano mbalimbali yaliyofikiwa katika meza za mazungumzo, hali ya usalama mashariki mwa DRC bado inaendelea kuwa ya wasiwasi. Katika maeneo kadhaa, mapigano na mvutano kati ya vikundi vinavyopigana na majeshi ya serikali bado vinaripotiwa, jambo linalozuia utekelezaji wa haraka wa makubaliano ya amani. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa changamoto kubwa iliyopo kwa sasa ni tofauti ya kutafsiri kuhusu masharti ya makubaliano yaliyofikiwa. Kila upande unaonekana kuelewa na kutafsiri vipengele vya makubaliano kwa namna yake, alofanya utekelezaji wake kuwa ngumu na wenye sitofahamu. Sauti kutoka ndani ya nchi ya katika ukanda wa Afrika Mashariki na kutoka jumuiya ya kimataifa naendelea kutoa wito kwa pande zote kuheshimu ahadi walizozitoa katika mchakato wa amani. Lengo ni kuhakikisha kwa mazungumzo wanapata nafasi ya kuzaa matunda na kuleta utulivu wa kudumu katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya vita kwa miaka mingi. Hadi sasa matumaini ya wananchi wengi wa mashariki mwa DRC endelea kuelekezwa kwenye mafanikio ya juhudi za diplomasia, huko wakitarajia kuona hatua za amani zikielekezwa kwa vitendo na sio kubaki kwenye maandishi ya makubaliano pekee.
Mapigano makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji wa kundi la Twirwaneho wanaoshirikiana na Red Tabara pamoja na muungano wa M23 endelea siku ya Alhamisi 18 Juni katika maeneo yanayozunguka Minembwe Centre wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini. Mapigano yanaonekana kuelekezwa zaidi katika udhibiti wa uwanja wa ndege wa Minembwe, eneo ambalo limekuwa na umuhimu mkubwa wa kijeshi katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa msemaji wa operesheni ya Sokola 2 ya kusini mwa Kivu Kusini, Luteni Geni Kalonji, vikosi vya FARDC vinavyoungwa mkono na makundi ya wazalendo vimepata mafanikio makubwa katika operesheni zake za hivi karibuni. Amesema kwa tangu siku ya tarehe 16 Juni, jeshi la serikali limefanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa muhimu yakiwemo kijiji cha Katavi, eneo la Hirundu pamoja na nafasi ya kijeshi zilizoko karibu na shule ya IGF katika eneo la Mandegu karibu na Minembwe Centre. Afisa amesema kurejeshwa kwa maeneo hayo kunatoa nafasi kwa vikosi vya serikali kuendelea kusogea kuelekea Minembwe Centre ambako hali ya usalama inaendelea kuwa tete kwa muda mrefu. Kwa mujibu wake, hatua inalenga pia kuwafikia wananchi ambao wamekuwa wakitoa wito kwa msaada kutokana na hali ngumu ya kiusalama inayowakabili. Vyanzo vya ndani vya eneo vinaeleza kuwa tangu tarehe 10 Juni, mapigano yameongezeka kwa kasi na kuhusisha matumizi ya ndege zisizo na rubani katika mashambulizi na upelelezi wa kijeshi. Awali mapigano yaliripotiwa katika kijiji cha Bindegu kabla kuenea katika vijiji vya na maeneo mengine yanayozunguka eneo la Minembwe Centre. Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kwa operesheni hizo zinaendelea ni sehemu ya mashambulizi ya kujibu yanayolenga kurejesha maeneo yaliyokuwa chini ya ushawishi wa makundi yenye silaha. Amesema kwa tarehe 17 Juni jeshi la Kongo lilianza mashambulizi mapya kwa lengo la kurejesha udhibiti wa uwanja wa ndege wa Minembwe ambao unatajwa kuwa moja ya maeneo muhimu zaidi katika ukanda huo. Kwa upande wake, msimamizi wa wilaya Fizi Sami Kalonji Badibanga ameeleza wasiwasi wake kuhusu madhara makubwa ya kibinadamu yanayosababishwa na mapigano hayo. Amesema mamia familia zimeathirika kutokana na vita vinavyoendelea, huku baadhi ya wananchi wakilazimika kuyakimbia makazi yao ili kutafuta usalama katika maeneo mengine. Taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo zinaonyesha kuwa katika siku za hivi karibuni pande zote zinazopigana endelea kupokea vikosi vya ziada. Wenyeji wanasema msafara wa wapiganaji unaonekana kupitia katika njia mbalimbali zikiwemo Kitonga, Rubuga na Minembwe Centre, jambo linaloashiria kwamba kila upande unajiandaa kuimarisha nafasi zake katika mapambano yanayoendelea. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa udhibiti wa uwanja wa ndege wa Minembwe unaweza kuwa na athari kubwa katika mwenendo wa mapigano yanayoendelea katika nyanda za juu za Uvira na Fizi na Mwenga. Eneo linatajwa kuwa muhimu kwa sababu linaweza kutumiwa katika usafirishaji wa vifaa, uratibu wa operesheni na matumizi ya teknolojia ya kisasa na kijeshi ikiwemo ndege zisizo na rubani. Kadri mapigano yanavyoendelea, hali ya wasiwasi inaendelea kutawala miongoni mwa wananchi wa Minembwe na maeneo ya jirani. Wengi wao wanahofia kuongezeka kwa mapigano kunaweza kusababisha wimbi jipya la wakimbizi wanarudi pamoja na kuashiri shughuli za kijamii na kiuchumi ambazo tayari zimekuwa zikidorora kutokana na usalama isiyotabirika. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi kamili ya walioathirika na mapigano hayo. Hata hivyo, viongozi wa eneo pamoja na mashirika ya kibinadamu waendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kuweka mbele usalama wa raia na kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu ili kupunguza mateso ya wananchi wanaendelea kuathiriwa na mzozo huo. Hali ya usalama endelea kuzorota katika wilaya wa Kale mkoani Kivu Kaskazini baada ya mapigano makali kuzuka kati ya makundi mawili ya simu ya kundi yenye silaha ya Huru DRC. Taarifa kutoka eneo hilo zinaeleza kuwa mapigano hayo yalianza tangu asubuhi ya Alhamisi 18 Juni katika kijiji cha Batakwira kilichopo ndani ya kundi la Bafuna. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiutawala na viongozi wa kimila wa eneo hilo, mapigano hayo yaliwahusisha wapiganaji wanaomuunga mkono Kamanda Mashite na wale wa Kamanda Zidane ambao kwa miezi kadhaa wamekuwa katika mvutano wa ndani kuhusu udhibiti wa maeneo mbalimbali na ushawishi wao katika sehemu kadhaa za Walikale. Inadaiwa kuwa milio ya risasi ilianza kusikika majira saa 5 za mchana kati ya vijiji vya Bumbere na Isea. Mashuhuda wanasema kwa pande zote mbili zilianza kushambuliana kwa kutumia silaha nzito na nyepesi, kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Kutokana na ukali wa mapigano hayo, mamia wakazi wa kijiji cha Bugumringa, Tusangwa na Bupere walazimika kuyama makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Wengi walikimbilia porini kutafuta maeneo salama, huku wengine wakijificha katika vijiji vya jirani. Katika kijiji cha Isea, wakazi walionekana wakiondoka kwa wingi kuelekea Ngora ili kujinusuru dhidi ya mapigano yanayoendelea. Mbali na madhara ya kiusalama, mapigano hayo yameathiri maisha ya kila siku ya wananchi. Viongozi wa kimila wa kundi la Bafuna wameeleza kuwa shughuli za masomo katika
shule kadhaa zimesimamishwa kwa muda kutokana na hali hatari inayotawala katika eneo hilo. Wakazi na walimu wameamua kuweka watoto nyumbani wakisubiri hali ya usalama itengamahe. Wakati huo usafiri kwenye barabara unaunganisha Ngora na Nzoto imekatizwa kabisa kutokana na mapigano hayo. Kusimamishwa kwa usafiri katika barabara kunahatarisha usambazaji wa bidhaa pamoja na huduma mbalimbali zinazohitajika kwa wananchi na maeneo yaliyoathirika. Taarifa zilizopatikana baadaye zilisema kuwa hadi jioni ya siku hiyo mapigano yalikuwa bado yanaendelea katika eneo la Nyabikokoto, ambako wapiganaji wa makundi mawili waliendelea kushambuliana bila dalili za kusitisha mapigano. Mapigano yamezuka siku chache tu baada ya viongozi wa kundi la Bafuna kutoa tahadhari kuhusu uwezekano wa kuzuka wa vita kati ya pande hizo mbili. Amesema Alhamisi asubuhi kiongozi huyo alikuwa ameripoti kuwasili kwa wapiganaji wa kundi linalomuunga mkono Mashite katika kijiji cha Kilambo, makao makuu ya Bafuna, na kuonya kuwa hali inaweza kusababisha mapambano zaidi ya kundi la Zidane. Kwa miezi kadhaa sasa mivutano kati ya makundi mbalimbali ya DRC imekuwa ikiripotiwa katika vijiji vya Bafuna na Waloya Uroba. Migogoro hiyo inatajwa kuwa kuhusishwa na ushindani wa udhibiti wa maeneo yenye ushawishi pamoja na rasilimali za ndani, hali na ambayo kwa mara imekuwa chanzo cha mapigano ya silaha. Kutokana na hali hiyo, wananchi wanaendelea kuwa wahanga wa kuwa mivutano hiyo. Wengi wamekuwa wakikabiliwa na kuhama makazi yao mara kwa mara, kupoteza mali zao na kuishi katika mazingira magumu ya kibinadamu. Mashirika ya kiraia yanaonya kuwa kuendelea kwa mapigano kunaweza kuongeza idadi ya watu wanaohitaji msaada wa dharura katika sehemu hiyo ya Walikale. Viongozi wa eneo wamezitaka mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kurejesha usalama na kuwalinda wananchi. Pia wameonya kuwa ikiwa mapigano hayatadhibitiwa mapema, yanaweza kusambaa katika vijiji vingine vya karibu na Bufuna na kusababisha madhara makubwa zaidi katika raia ambao tayari wanaishi katika mazingira magumu kutokana na ukosefu wa usalama wa muda mrefu. Mji wa Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini umeingia katika majonzi na taharuki kufuatia kifo cha kutatanisha cha msichana mwenye umri wa miaka 6 alikuwa akihamishwa kutoka makazi yake kutokana na migogoro ya kiusalama. Zilizotokea Jumatano limesababisha kukamatwa kwa askari mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayeshukiwa kuhusika na kifo hicho. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, askari aliyekamatwa anatambulika kwa jina la Kangwadi Kongolo Aristote, anashukiwa kuwa alimchoma shindano yenye udutu anayodhaniwa kuwa sumu na msichana huyo wakati mama yake alipokuwa ametoka nje kwa muda mfupi. Mtoto alifahamika kwa jina la Arnette Banyanga, alikuwa na umri wa miaka 6. Alikuwa amehamishwa moja kwa pamoja na mama yake kutokana na machafuko yale ya ukosefu wa usalama uliolazimu kuondoka katika makazi yao ya awali. Kwa kipindi fulani mama wa mtoto wao alikuwa akiishi katika nyumba ya askari huyo anayeshukiwa kuhusika na tukio hilo. Mashuhuda kutoka jirani wanasema kuwa wakati wa tukio hilo ilitokea, Arnette alikuwa pamoja na mtoto wa askari huyo. Inaeleza kuwa mtoto huyo ndiye alishuhudia kilichotokea na baadaye kuwajulisha watu wa familia pamoja na majirani muda mfupi baada ya tukio. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa msichana huyo alipata hali mbaya muda mfupi baada ya tukio hilo na baadaye kufariki dunia. Kifo chake kilisababisha huzuni kubwa kwa wakazi wa eneo hilo pamoja na ndugu na jamaa wa familia yake ambao walishindwa kuficha mastiko yao kutokana na mazingira ya kutatanisha yaliyozunguka tukio hilo. Mazishi ya mtoto huyo yalifanyika siku ya jana tarehe 18 Juni mjini Uvira, ambako ndugu, marafiki na wakazi wa eneo hilo walikusanyika kutoa heshima zao za mwisho. Baada ya mazishi, vyombo husika vya usalama vilimkamata mtumio ili kuruhusu uchunguzi rasmi kwanza ili kubaini ukweli wa kile kilichotokea. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka kuhusu chanzo halisi cha kifo hicho. Wataalamu wa uchunguzi pamoja na vyombo vya sheria wanatarajiwa kufanya kazi ya kina ili kubaini mazingira yote na tukio hilo na kubanisha ikiwa kweli kulikuwa na kitendo cha jinai. Kisa hicho kimezua hasira na mjadala mkubwa miongoni mwa wakazi wa Uvira. Wananchi wengi wanataka uchunguzi wa haki na uwazi ufanyike ili ukweli ujulikane na wahusika wajibishwe kwa mujibu wa sheria ili ikiwa watapatikana na hatia. Mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za watoto pia wameonyesha wasiwasi wao kufuatia tukio hilo. Wamesisitiza umuhimu wa kuimarisha mifumo ya ulinzi kwa watoto, hasa wale wanalazimika kuhama makazi yao kutokana na migogoro ya kivita na hali ya ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wa wadau wao, watoto wanaokimbia makazi yao wanakabiliana na changamoto nyingi zinazowaweka katika mazingira hatari, ikiwemo ukosefu wa makazi salama, ulinzi wa kutosha na huduma muhimu za kijamii. Wanaamini kuwa jamii, familia zinazopokea pamoja na mamlaka husika zinapaswa kushirikiana kuhakikisha watoto wao wanalindwa dhidi ya aina yoyote ya ukatili na unyanyasaji.
Tukio hili limetokea wakati ambako mkoa wa Kivu Kusini bado unaendelea kupokea idadi kubwa ya watu wanaokimbia makazi yao kutokana na mapigano na machafuko katika maeneo mbalimbali. Taarifa za kibinadamu zinaonyesha kwamba maelfu ya watu bado wanaishi mbali na maeneo yao ya asili, huku watoto wakibaki miongoni mwa makundi yaliyo katika mazingira hatarishi zaidi. Wakati uchunguzi ukiendelea, familia ya marehemu pamoja na wakazi wa Uvira wanaendelea kusubiri majibu kuhusu mazingira halisi ya kifo cha Nete Banyanga, huku wengi wakitumaini kuwa kitaendeleka na ukweli wote utawekwa wazi mbele ya umma. Mawaziri wa serikali kuu wanaosimamia sekta za afya, mawasiliano na vyombo vya habari pamoja na mazingira wamewasili siku ya Alhamisi mjini Bunia, makao makuu ya mkoa Ituri, kwa ziara maalum inayolenga kutathmini hatua zilizopangwa katika vita dhidi ya ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea kuwasili sehemu za mkoa huo. Ziara imekuja zaidi ya mwezi mmoja baada ya mamlaka za afya nchini kutangaza rasmi kuzuka kwa mlipuko wa Ebola katika Ituri tarehe 15 Mei. Tangu wakati huo, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa afya imekuwa ikitekeleza mikakati tofauti ya kudhibiti ugonjwa na kuzuia usienee katika maeneo mengine ya nchi. Kwa mujibu wa ratiba ziara hiyo, waziri huyo anatarajiwa kushiriki mkutano maalum wa tathmini ya ugonjwa huo, mkutano ambao pia utakutanisha na gavana wa kijeshi Ituri pamoja na wataalamu na washirika mbalimbali wanaoshiriki katika mapambano dhidi ya Ebola. Lengo kuu ni kufanya tathmini ya hatua zilizofikiwa, changamoto zilizopo na mikakati mpya inaweza kusaidia kuimarisha juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Akizungumza mara baada ya kuwasili Bunia, waziri wa afya ya umma Roger Kamba alisema kuwa ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali kuhakikisha kuwa hatua zote zinachukuliwa katika kupambana na Ebola zinapatiwa kwa karibu ili kubaini mafanikio na mapungufu yaliyopo. Waziri alikumbusha kuwa tangu kutangazwa kwa mlipuko mwezi Mei ameshatembelea Ituri mara kadhaa kwa lengo la kufuatilia maendeleo za operesheni za afya. Alieleza kwa tathmini ya mwezi mmoja ni muhimu kwa sababu inatoa nafasi ya kuchunguzwa kwa kina maendeleo yanayofanywa vizuri pamoja na yale yanayohitaji kuboreshwa. Kwa mujibu wa Roger Kamba, hakuna operesheni za kibinadamu au afya inayokosa changamoto. Ndio maana serikali imeamua kurejea tena Ituri ili kuhakikisha kwa mikakati na utekelezwa inabaki kuwa yenye ufanisi na inayokidhi mahitaji halisi ya wananchi walio katika maeneo yaliyoathiriwa. Amesema pia kuna tathmini hiyo itasaidia mamlaka za afya kufanya marekebisho ya haraka katika baadhi ya mikakati ya mapambano dhidi ya Ebola ili kuongeza ufanisi na hatua zinazochukuliwa na kuharakisha kudhibiti ugonjwa katika kabla au jasambaha zaidi. Mbali na masuala ya afya, ziara hiyo ina muhimu mkubwa katika kuimarisha ushirikiano kati ya serikali kuu na mamlaka za mkoa wa Ituri. Mawaziri hao wanatarajiwa kufanya mazungumzo na gavana mpya wa kijeshi wa mkoa huo ili kujadili namna ya kuendeleza ushirikiano katika kipindi hiki muhimu cha kupambana na mlipuko wa Ebola. Roger Kamba amesema kuwa tayari serikali ilikuwa imeanzisha mawasiliano na gavana wa awali kuhusu usimamizi wa janga hilo na sasa ina haja kuhakikisha ushirikiano huo unaendelea kwa karibu chini ya uongozi huo mpya wa mkoa wa Ituri. Wachambuzi wa afya wanaonya kuwa ushirikiano kati ya serikali kuu, viongozi wa mikoa, mashirika ya afya na jamii za wenyeji ni moja ya nguzo muhimu katika kudhibiti magonjwa ya mlipuko kama Ebola. Bila uratibu mzuri, juhudi za kupambana na ugonjwa huo zinaweza kukumbana na vikwazo vikubwa. Wakati Ituri kiendelea kwa kitovu cha mlipuko huo, wananchi wengi wanaendelea kusubiri matokeo ya mkutano huo na kutathmini kwa matumaini kwamba hatua hiyo na madhubuti zitachukuliwa ili kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa huo hatari. Mkutano huo unatarajiwa kutoa picha halisi ya hali ya sasa ya Ebola katika Ituri, kueleza mafanikio yaliyopatikana tangu kuanza kwa operesheni za dharura, kuibanisha changamoto zinazoendelea, kuzuia mafanikio makubwa zaidi na kupendekeza mwelekeo mpya wa kuongeza kasi za juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Kwa sasa mamlaka za afya zinaendelea kuhimiza wananchi kufuata masharti yote ya kinga, kuripoti haraka visa vinavyotia shaka na kushirikiana na timu za afya na kufanya kazi katika maeneo yaliyoathirika ili kusaidia kuzuia maambukizi mapya na kuokoa maisha ya wananchi. Hali ya wasiwasi inaendelea kutawala katika eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini baada ya watu wasiojulikana kuvamia na kuharibu kituo cha afya cha Kabesha kilichopo katika kijiji cha Kabasha Kashebere, kundi la Buliki, sekta ya Rwenzori. Tulitokea usiku wa kuamkia tarehe 18 Juni limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, hasa wakati ambako mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola yanaendelea. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa kituo hicho cha afya, uvamizi ulitokea saa chache baada ya mgonjwa aliyekuwa akishukiwa kuwa na Ebola kuhamishwa kutoka kituoni hapo kwenda katika kituo maalum cha matibabu ndani ya eneo la afya la Kalunguta. Baadaye vipimo vilithibitisha kuwa mgonjwa huyo alikuwa ameambukizwa virusi vya Ebola.
Muuguzi mkuu wa kituo cha afya cha Kabasha Kambale Karonga Albert amesema kuwa uamuzi wa kuhamisha ugonjwa huo ulilenga kulinda afya na jamii katika kupunguza hatari ya maambukizi ndani ya kijiji na kuhakikisha kuwa mgonjwa anapata matibabu maalum yanayohitajika kwa wagonjwa wa Ebola. Hata hivyo, baada ya taarifa hizo za uhamisho huo kusambaa katika jamii, watu wasiojulikana walivamia kituo cha afya na kufanya uharibifu mkubwa wa miundombinu. Vyoo vya majengo vilivunjwa na mfumo wa usambazaji wa maji viliharibiwa vibaya, hali ambayo imeathiri utoaji wa huduma za afya na upatikanaji wa maji safi kwa wakazi wa eneo hilo. Wakazi wa Kabasha Kasebere sasa wanakabiliwa na changamoto kubwa za kupata huduma za msingi za afya, wakati ambako tahadhari dhidi ya Ebola imeongezeka. Wataalamu wa afya wanaonya kuwa uharibifu wa miundombinu ya afya unaweza kuzofisha juhudi za kudhibiti ugonjwa huo na kuongeza hatari ya maambukizi mapya. Kituo cha afya cha Kabasha kinapatikana katika eneo la afya la Kabasha ndani ya zone de santé ya Kalunguta. Kisa hicho cha Ebola kilichothibitishwa hivi karibuni kinatajwa kuwa mgonjwa wa pili kuthibitishwa kuambukizwa na virusi hivyo katika eneo hilo, jambo linaloongeza wasiwasi wa mamlaka za afya. Mashirika ya kiraia na viongozi wa jamii wamekemea vikali kitendo hicho cha uharibifu. Wamesema kwamba mashambulizi dhidi ya vituo vya afya yanahatarisha maisha ya wananchi na kuzuia juhudi za zinazofanywa na wataalamu wa afya katika kupambana na ugonjwa huo hatari. Tukio hilo limetokea katika mazingira ambao vituo vya afya vya Kivu Kaskazini vinaendelea kukabiliana na changamoto ya kiusalama. Siku chache zilizopita, watu wenye silaha za jadi walivamia hospitali ya Mondavista na wameaminika Mutiriri mjini Butembo kwa kumchukua mtoto aliyekuwa amelazwa hospitalini baada ya kuthibitishwa kuwa na Ebola. Wiki moja kabla tukio hilo kuliripotiwa jaribio la kuchoma moto kituo cha matibabu cha Ebola cha Katwa, na kwa mujibu wa taarifa za mamlaka za afya, moto ulizimwa haraka kutokana na ushirikiano wa polisi na wahudumu wa afya, jambo lisaidia kuzuia uharibifu mkubwa. Wakati mamlaka za afya zikiendelea na juhudi za kudhibiti Ebola katika Kivu Kaskazini na Ituri, wananchi wanahimizwa kuzingatia maelekezo ya wataalamu wa afya, kuripoti visa vinavyotia shaka na kuepuka vitendo vinavyoweza kuhatarisha operesheni za matibabu. Serikali na washirika wake wanaendelea kusisitiza kuwa mapambano dhidi ya Ebola yanahitaji ushirikiano wa kila mwananchi ili kulinda afya na maisha ya jamii kwa ujumla. Harakati ya kiraia Simama imeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu tatizo la ukosefu wa maji safi ya kunywa inaendelea kuilikumba jiji la Baraka tangu mwezi Aprili mwaka 2026. Kwa mujibu wa harakati hiyo, sehemu kubwa ya wakazi wa jiji hilo sasa wanakabiliana na changamoto ya kupata maji salama kwa matumizi ya kila siku linalotishia afya za maelfu ya wananchi. Katika taarifa yake, shirika hilo harakati ya kiraia imebainisha kuwa vitongoji vingi vya Baraka vipati tena maji kwa takribani kwa utaratibu wa kawaida. Kutokana na hiyo, familia nyingi zinalazimika kutafuta maji kutoka maeneo mbalimbali yasiyo salama, jambo linaloongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa yanayotokana na matumizi ya maji safi. Kwa mujibu wa harakati hiyo ya kiraia, shirika la usambazaji wa maji la Regideso tawi la Baraka linafanya kazi kwa kiwango cha chini kutokana na kutofanyika kwa ukarabati wa miundombinu ya vyanzo vya maji. Hali imesababisha uzalishaji wa usambazaji wa maji kupungua kwa kiasi kikubwa, huku wananchi wakibaki bila huduma muhimu ya maji safi. Kutokana na uhaba huo, baadhi ya wakazi wamelazimika kutumia maji kutoka ziwa Tanganyika, ambao mara kwa mara ukabiliwa na uchafuzi unaopatikana na taka za plastiki na aina nyingine za uchafu wa mazingira. Wengine walazimika kushota maji kutoka vyanzo visivyolindwa, jambo ambalo limeongeza uwezekano wa maambukizi ya magonjwa kama vile kipindupindu, homa na matumbo ya magonjwa mengine yanayohusiana na maji yasiyo salama. Mratibu wa harakati ya Simama Raia George Alimasa amesema kwa sababu aliyo ni nyingi. Miongoni mwa sababu hizo zinazotofutiwa ukarabati wa miundombinu wa kuvuna na kusambaza maji, kuharibika kwa vyanzo vya maji kutokana na mmonyoko wa ardhi na ukataji wa miti, pamoja na hali ya usalama ambayo imekuwa ikikwamisha uingiliaji wa mashirika ya binadamu na wafadhili wanaoweza kusaidia kurekebisha tatizo hilo. Mbele ya hiyo, shirika hilo limezitaka mamlaka za husika pamoja na washirika wa maendeleo kuchukua hatua za haraka ili kurejesha upatikanaji wa maji katika jiji hilo la Baraka. Harakati hiyo imependekeza kufanyika kwa ukarabati wa haraka wa vituo vya kusukuma maji na mitandao ya usambazaji, kuchimbwa kwa visima vipya pamoja na kuweka mifumo ya dharura ya kuchotea maji katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Wananchi wa Baraka wanaendelea kusubiri hatua madhubuti kutoka kwa serikali na wadau mbalimbali ili kumaliza tatizo hilo ambalo limekuwa likiathiri maisha yao kwa miezi kadhaa sasa.
Kauli zilizotolewa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi wakati wa ziara yake mjini Houston nchini Marekani zinaendelea kuzua mjadala mikali katika duru za kisiasa nchini. Hali hiyo imechochewa na matamshi ambayo yalitafsiriwa na wengi kuwa yalikuwa yakimlenga rais wa zamani Joseph Kabila licha ya kutokutajwa moja kwa moja kwa jina. Katika taarifa yake rasmi, uratibu wa chama cha Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD na anachofanya shughuli zake katika diaspora ulaani vikali matamshi hayo ya kuyataja kuwa ya hatari, yasiyo ya kuwajibika na yanayostahili kutolewa na kiongozi wa taifa. PPRD diaspora inasema kuwa kauli hizo zinaonyesha kile kinachokita mwelekeo hatari wa matumizi ya madaraka badala ya kuimarisha mjadala ya kidemokrasia. Chama hicho kilimkosoa Rais Tshisekedi kwa kile kinachoelezwa kuwa matumizi ya jukwaa la michezo kutoa mashambulizi ya maneno dhidi ya rais wa zamani wa nchi. Katika taarifa hiyo, PPRD limempongeza Joseph Kabila kwa mchango wake katika historia la taifa la Kongo, likimtaja kama mmoja wa viongozi waliochangia kuunganisha nchi baada ya vipindi vingi vya migogoro, kuhusishwa na katiba ya mwaka 2006, kufanyika kwa uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi na kupatikana kwa mabadiliko ya amani na madaraka nchini. Chama hicho pia kilirejea historia ya kisiasa ya nchi kwa kulinganisha matumizi ya maneno yaliyozalilisha viongozi wa kisiasa na matukio ya zamani yaliyokumkumba shujaa wa taifa Patrice Emery Lumumba. Kwa mujibu wa chama hicho, matumizi ya lugha ya matusi katika siasa yanaweza kuimarisha migawanyiko na kuathiri mshikamano wa kitaifa. PPRD diaspora limeshutumu serikali kwa kile inachokita kuwa ni juhudi za kukomesha mjadala wa umma kutoka kwa changamoto mbalimbali zinazokabili nchi, ikiwemo wale usalama mashariki, matatizo ya kijamii, diplomasia na demokrasia. Taarifa hiyo imekumbusha kifungo cha 64 cha katiba DRC ambacho kinataka wananchi kupinga mtu yeyote anayekiuka misingi ya katiba katika matumizi ya madaraka. Mbali na PPRD, viongozi wengine wa kisiasa pia wamejitokeza kutoa maoni yao kuhusu swala hilo. Nehemi Mwilanya, ambaye pia aliwahi kuwa mkurugenzi wa ofisi ya Joseph Kabila, aliandika kwenye mtandao wa kijamii zamani X kwamba rais wa nchi anapaswa kutumia lugha ya aina hiyo. Alisema kwa kuiongoza Kongo kunahitaji utulivu, busara na uwezo wa kudhibiti hisia katika mazingira ya mvutano wa kisiasa. Nehemi Mwilanya alionya kuwa matamshi makali yanaweza kuongeza mvutano uliopo tayari nchini na kufanya iwe vigumu zaidi kupata maridhiano ya kisiasa. Pia alieleza kuwa historia na mchango wa Joseph Kabila katika maisha ya kisiasa ya DRC haviwezi kufutwa kirahisi. Kwa upande wake, Marie-Ange Mushobekwa aliwahi kuwa waziri wakati wa utawala wa Joseph Kabila, asema kwamba matusi hayana nafasi katika mfumo wa kidemokrasia. Alisisitiza kwamba umoja wa taifa na mshikamano wa wananchi haviwezi kujengwa kwa misingi ya kubadilishana au kuwashambulia wapinzani wa kisiasa kwa maneno. Naye Seth Kikuni kuwa mgombea wa urais katika uchaguzi wa mwaka 2024 alikosoa vikali kauli hizo na kusema kuwa zinawakwaza pia wananchi waliwahi kumpigia kura Joseph Kabila katika uchaguzi uliopita. Kikuni alidai kuwa hali ya mvutano na vitendo vya vitisho ili upinzani vinaweza kuchochewa na aina ya lugha inayotumiwa na viongozi wa juu wa nchi. Wakati mjadala huu ukiendelea, wachambuzi wa siasa wanaona kuwa tukio linaonyesha kiwango cha mvutano wa kisiasa kinachoendelea kati ya kambi ya Rais Tshisekedi na washiriki wa rais wa zamani Joseph Kabila. Wengi wanatoa wito kwa viongozi wa kisiasa kutumia lugha ya maridhiano na kuheshimiana ili kulinda umoja wa taifa na kuzuia kuongezeka kwa migawanyiko ndani ya jamii ya Kongo. Na ni kufikia hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Afrika, tarehe 19 Juni mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi na kutuunga mkono kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Tunaamini unaweza kupata picha ya yale yaliyojiri katika maeneo mbalimbali yakiwemo taarifa za usalama, masuala ya kijamii pamoja na matukio mengine muhimu yanaendelea kuathiri maisha ya wananchi wetu. Lengo letu limekuwa ni kukufikishia habari sahihi, haraka na zenye kuaminika kutoka vyanzo mbalimbali, na tunaendelea kukumiza kuishi kwa amani, kuchukua tahadhari katika maeneo yenye changamoto za kiusalama na kushirikiana na mamlaka pamoja na wadau mbalimbali kuleta maendeleo na utulivu. Na basi kabla tujetimisha matangazo yetu ya asubuhi leo, tuendelee kukumbusha wenda ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekuomba na kusema kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Langu jina mimi ni
Loje Longa. Basi asanteni sana kwa kutusikiliza, endelea kuwa pamoja na Kivu News Info kwa habari zaidi wakati wowote. Basi tutaonana tena katika matangazo yetu ya mchana. Mwenyezi Mungu awalinde na endelee kuwabariki na kuwafungulia neema katika shughuli zenu zote za kila siku. Bye bye na chao, mbaki salama na asubuhi njema.